الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا منه علما وهدى يا رب العالمين. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويقول جل جلاله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma kipenzi chetu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, hatuna budi kuregesha shukrani kwa Mwenyezi Mungu kwa neema kubwa ambazo kila siku tunaamka nazo, ikiwemo neema ya siha na afya. Kadhalika juu ya hayo yote ni kwamba afya hizi Mwenyezi Mungu ametujalia tumeamka nazo tukiwa na ndani ya ibada saumu ya mwezi mtukufu Ramadhan na vile vile shukrani kubwa kwa Allah azza wa jalla kwa taufiki yake ambao ametuwezesha kuweza kukamilisha makumi mawili ya mwezi huu wa Ramadhani, hivi sasa tukiwa katika kumi la mwisho. Bila shaka mwanadamu ataka aifanyie istishar neema kama hii akumbuke kwamba yote haya hayakuwa kwa uwezo wake, bali ni kwa taufiki ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Wama bikum min ni'matin famin Allah, neema yote ambayo kwamba imekufikia basi ujue neema hiyo imetoka kwa Allah azza wa jalla. Tukiendelea na darsa yetu chini ya aya ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anayosema: qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim. Tulitaja nyasia au wasaya kwa mtu ambaye kwamba ametubia na kurudi kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Tukasema kwamba ni muhimu Muislamu kujua mambo haya ili aweze kumpa moyo zaidi kuwa na msimamo wake na tauba ambayo kwamba ameifanya, na aweze kukita katika jambo kama hilo, kwa sababu amefanya hatua moja kubwa, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuna mambo mengi ambayo kwamba amempatia mtu kama huyu kwa kule kuamua kwake kutubia na kurudi kwa Allah azza wa jalla. Katika nyasia ambayo kwamba tumefikia ilikuwa ni wasia wa takriban 10 au 11. Ukiwa wasia wa leo tunaanzia kwamba qad yaskharu ba'dhu an-nasi minka ba'da tawbatika min al-aqarib waz-zumala fala taltafit lahum wa kun mu'tazzan bi-istiqamatika 'ala al-manhaj as-sahih. Ni kwamba pale unapoamua kutubia na kurudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, huenda ukapata baadhi ya kejeli, huenda ukapata baadhi ya maneno ya dharau au ya kuvunja moyo kutoka kwa marafiki, kutoka kwa majirani, kutoka kwa watu ambao kwamba uko karibu nao, ima kazini, popote pale. Sasa maneno haya yanatakiwa yasikuvunje moyo. Maneno haya ambayo kwamba yatatoka kutoka vinywa vya hawa watu lazima yatakutia dhiki kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwahi kuambiwa maneno mengi sana ya matusi na madharau, na yakamuumiza kama mwanadamu. Ndipo Mwenyezi Mungu akamwambia: walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun, na hakika tumejua ya kwamba
na kutia dhiki na kutia tabu katika moyo wako maneno wanayoyasema. Sasa vile vile wewe usione kwamba baada al-istiqama wa tauba sayatakhalla an-nasu anka. Wanadamu ndivyo walivyo. Ukiwa barabara ya upotofu watakuzungumza, na ukifuata barabara sawa watakuzungumza. Usidhani kama watakuacha. Hii ndiyo tabia ya wanadamu. Ukiwa katika uzuri hawakuachi, na ukiwa katika ubaya vile vile hawakuachi. Wewe cha msingi ni kuangalia ile barabara uliyofuata wewe, hal dhalika yurdi Allah azza wa jalla. Ikiwa inamridhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi wewe bakia katika barabara hiyo na uwe na istiqama, na antakuna mu'tazzan, yani ujipe yani i'tizaz, ujione kwamba hili jambo mimi nalifanya kwa moyo wangu na ni jambo zuri, na ujifakhiri, wala usiangalie maneno ya watu ambao kwamba watakuwa ni wenye kukutaja. Na hili twalifahamu sana. Taona baadhi ya watu kimpata au wakianza kuona mtu amebadilika, anasema yule bwana ajifanya. Yani wewe umetubia, umeacha mambo ulikuwa unayafanya si mazuri, na walikuwa kusema ulipokuwa kule, yule muhuni bwana muangalie hivi, yule hivi, afuta bangi, afanya nini. Yani halikuwa hawakuachi, kila ukipita ukusengenya barabarani, mitaani, wakiwa makazini. Na leo sasa baada ya kuwa wewe ushatubia, bado maneno yanaendelea. Wanasema kwamba acha ajifanya sasa anakuwa hatoki msikitini. Si ni ule alikuwa maskani mabangi kweli? Ni kweli, lakini ametubia. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewagawanya waja wake katika hali mbili, illa man taba wa amana wa amila salihan faulaika yubaddilu Allahu sayiatihim hasanat. Mwenyezi Mungu ashambadilishia huyu. Hayo yote wewe unayoyaona alikuwa akiyafanya ni mabaya, mbele ya Allah azza wa jalla yamefutwa na hayako tena. Faulaika yubaddilu Allahu sayiatihim hasanat. Lakini katika ndimi za wanadamu na waja hizi kubadilika ni ngumu. Watakwenda kukusema na watakwenda kukutaja, na hili huenda likakuathiri katika moyo wako. Lakini unachohusiwa muhimu sana ni kuwa na istiqama na kuwa na jadda katika lile jambo ambalo umeamua. Katika nikielezea habari hii nikumbuka kisa cha bwana mmoja alikuwa anauza samaki. Aliandika pale katika duka lake bai'u as-samak au mahallu bai'u as-samak. Hapa ni sehemu ya kuuza samaki. Asa watu wakawa wanapita, sasa wale watu kwenda kununua, akamwambia mbona umeandika mahallu bai'u as-samak? Ungeandika tu bai'u as-samak, pahali pa kuuza samaki. Yani bai'u mwenye kuuza samaki, muuza samaki, yani hiyo mahali ondosha. Akasema basi sawa. Ule bwana akafuta ile katika ile bango lake. Akakaa, baada ya muda akaja mtu mwingine, akija akamwambia wewe mbona hapa umeandika bai'u samak, muuza samaki? Haina haja kuandika maneno yote, wewe andika tu as-samak. Ukiandika samaki hapa sisi tutajua kwamba wauza samaki, sababu tutajua wewe hapa wauza. Kwa hivyo hili neno kuuza halina haja. Akaondosha lile bai, akaacha samaki peke yake, yani samaki. Yani kama duka M-Pesa huandiki mahali pa kutoa pesa wala wanaandika M-Pesa. Sasa akamwambia hapa andika samaki. Haya, yule bwana akafuta ile neno la pili, akaandika acha samaki. Akakaa, baada ya muda akaja mwingine, akamwambia sasa wewe andika nini hapa? Samaki. Sisi tunajua tukipita hapa tusikia harufu, hapa tunajua kuuza samaki. Kwa hivyo haina haja hata uandike, wewe waacha tuondosha hili bango, tukipita tusikia harufu tuangie tu, kama vile tunapoona hoteli tunajua kuuza vyakula pale ndani. Yani hii ni kuonesha kwamba mwanadamu huwezi kumridhisha katika jambo lolote. Unapofanya kwake wewe hupati salama. Kwa hivyo unapoelekea kwa Allah azza wa jalla, hakikisha kwamba wewe umeelekea kwa moyo wako na
umerudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tabtaghi mardhati la tabtaghi mardhati nnas, yani si kwamba wataka kurudisha watu, yani uoneshe watu kwamba sasa wewe umebadilika, wewe umetubia, ndio maana sasa umeanza kuvaa makanzu na makofia waingia msikitini. La, usioneshe watu, fanya liajli lillah. Hata yale maneno watakaoyazungumza baada ya hapo hayataenda kukuathiri katika nafsi yako. Wasia mwingine baada mtu kutubia, ni muhimu sana awe na al-a'mal al-idhafiyya au as-sunan ar-rawatib. Awe ni mtu ambaye atajishughulisha na kukithirisha sana kufanya ibada za sunna. Kwa sababu gani? Wewe ulipotoka katika maasiya, yale maasiya yalisababisha wewe kupata hasira za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Maasiya ni moja katika sababu ya mtu kupata hasira za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini ili ubadilishe zile hasira ziwe mapenzi hapa lazima utakiwa ufanye ibada ya ziada, sio za faradhi. Ufanye ibada ya ziada, na hili limethubutu kwamba zile ibada za ziada taktasibu min dhalika mahabbata Allah azza wa jalla. Kule kujishughulisha na ibada za sunna, sunanur rawatib, ndilo litakalofanya wewe kupata mapenzi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kubadilisha zile hasira. Angalia Mwenyezi Mungu asema nini katika hadith al-Qudsi: wama taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alayhi. Hii ni ibada ya faradh, ibada faradh. Kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema وما الحديث القدسي، أنا أعرف أنكم حفاظ، من يذكرني الحديث هذا؟ وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. Mja wangu hatajikurubisha kwangu kwa kitu zaidi ya kile mimi ambao kwamba nimemfaradhishia. Yani kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema mja wake anapojikurubisha kwake kwa ibada za faradhi, hili ni jambo ambalo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yuwapenda. Lakini mja anapojikurubisha kwa zile nawafil, ibada za sunna, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema kuntu sam'ahu alladhi wala yazalu abdi, barakallahu fik, wala yazalu abdi, wala mja wangu hatoacha yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba, kujikurubisha kwangu kwa ibada za sunna, ibada za sunna, hatta uhibbahu. Hizi ndizo zitakuwa ni sababu ya wewe kupata mapenzi ya Allah. Mwenyezi Mungu asema mpaka nitampenda. Ibada za sunna, fa idha ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu alladhi yabtishu biha wa rijluhu allati yamshi biha wala in sa'alani la'utiyannahu wala in ista'adhani la'u'idhannahu. Mja wangu anapojikurubisha mimi na ibada za sunna, basi mimi humpenda. Kisha baada ya Mwenyezi Mungu kukupenda, sasa hapo ndipo unapopata hifadhi ya Allah azza wa jalla ya wewe kutorudia kule ulipotoka. Kwa nini Mwenyezi Mungu asema fa idha ahbabtuhu, ninapompenda mja wangu, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, mimi basi huwa ndio masikizi yake, yani ndio ninamhifadhia masikio yake, hasikii isipokuwa mambo ya khair. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yahfadhu sam'ak, anakuhifadhia masikio yako. Itakuwa wewe nafsi yako badala ya kuwa mtu kupenda manyimbo na kupenda kusikia vitu vibaya vibaya balagha, sasa imekuwa mapenzi yako yote yako katika kusikia maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, durus, mawaidh, Qur'an, tatafannanu fil qira'ati wal qurra. Unapenda kumsikia shekhe huyu, ukiingia nyumbani kwako wewe ni Qur'ani, katika gari Qur'ani. Hivi ndivyo Mwenyezi Mungu anavyobadilisha maisha yako baada ya wewe kujikurubisha kwa Allah azza wa jalla na ibada za sunna. Wa basarahu alladhi yubsiru bi, vile vile macho yake na muhifadhia, anakuwa haangalii isipokuwa mambo ya khair. Wa yadahu alladhi yabtishu biha, na mkono wake ambao kwamba alikuwa akishikashika vitu visivyofaa, akiutumia katika mambo ya haramu. Mwenyezi Mungu kuhifadhia, unaanza kuyatumia katika mambo ya halali. Na vile vile wa rijlahu allati yamshi biha, na itakuwa hatua zako baada ya hapo unapokwenda katika mambo ya khair.
Sasa angalia mwisho Mwenyezi Mungu anapomalizia, wala in sa'alani la'utiyannahu wala in ista'adhani la'u'idhanna, na atakaponiomba basi mimi nitamjibu. Yani allam hadhihi lilfawriya, la'utiyannahu, yani hapo hapo haraka, yani atakupa hapo hapo unapomuomba, kwa sababu wewe ushakuwa wali wa Allah azza wa jalla. Wala in ista'adhani la'u'idhanna, atakapokuja kwangu kutafuta kinga na mimi nitamlinda. Kwa hivyo kullu taibin yanbaghi an ya'lam anna hadhihi alqurbat au an-nawafil hiya min al-umur allati tajlibu lahu mahabbata Allah azza wa jalla wa tahfadhu lahu sam'ahu wa basarahu. Kwa haya mambo ukiwa ushaamua kutubia na kurudi kwa Allah azza wa jalla, jaribu kujikurubisha kwa Allah na ibada za sunna. Haya yatakwenda kubadilisha zile hasira za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kufanya mapenzi. Baada ilikuwa wewe ni mtu wa maasi na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekuchukia, lakini utakuwa ni mtu wa taa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yukupenda, na bal utakuwa wali. Manake hadha alhadith ilipoanza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sema, man adha li waliyan faqad adhantuhu bil harb. Mwenyezi Mungu aelezea sifa za mawali ni hawa ambao walikwenda kujikurubisha kwa Allah azza wa jalla na ibada zaidi ya zile ambao kwamba wamefaradhishiwa, kisha ikawa ni sababu ya wao kupata mapenzi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wasia mwingine wa 13, mwenye kutubia atakiwa awe ni mwenye kuwa na ziyarat katika sehemu za almarda wa kadhalika maghsalati almauta. Na hii ni sehemu au jambo hili ni jambo ambalo leo wengi wetu hatulitekelezi. Ni sunna ambayo kwamba imekimbiwa. Kila aliyetubia, nenda ukatembelee sehemu hizi ukapate mazingatio na mawaidha. Nenda hospitali, nenda ukatembee sehemu za wagonjwa. Tena hii yetu hapa iko karibu hii, na watu wengi wanaiogopa. Nenda, turaqiqu laka alqalb, inakulainisha moyo. Wewe si unajigamba gamba, unajivunia vunia, unajihisi kwamba wewe una nguvu. Ingia hii sehemu hapa, nenda pale ukaingia, uangalia hali za watu. Angalia hali za watu. Kuna aliyevunjika mguu, kuna aliyekatwa mguu, aliyoko ICU, ama kuna wanaopumua, kuna wasiopumua lakini bado hawajafa, wako hai lakini hawapigi. Leo wewe ungekuwa sehemu ile na bado ulikuwa katika ghafla ya maasi na madhambi, ingekuwa hali yako iko hali gani? Sehemu hizi nenda, moyo wako ulainike. Usikae huku nje tu ukajivuna vuna. Nenda sehemu hizi za wagonjwa ukaangalia wale wenzako, ndio upate mazingatio, uone neema ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyokupatia wewe na wewe unaichezea. Mwenyezi Mungu amekupa afya, wewe afya ile unaitumia katika maasi. Mwenyezi Mungu amekupa siha na nguvu, lakini mbio zako zote unakwenda katika mambo ya haramu. Sasa ukienda pale ukiona vile watu walivyolazwa na hali zilivyowapiga, basi hapo ndipo ile akili yako iweze kurudi. Na vile vile sehemu za kuoshwa maiti, sehemu za kuoshwa maiti ni sawa na kwenda kutembelea makaburi, na Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuambia jambo hili, tembeleeni makaburi fa innaha tudhakkirukumul akhirah. Yani ili ujue kwamba na wewe utafika pale, nenda ukamuone ule mwenzako anavooshwa, hapigi mahali, amenyoshwa, anazungushwa huku na huku. Wewe ingekuwa ndio hali ile imekufikia na bado hujatubia, hujarudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ungekuwa uko katika hali gani? Ndugu zangu, kwa kweli mwanadamu atakiwa awe na booster ya hali ya juu katika maisha yake kila baada ya muda.
Sisi tumeghafilika, booster zetu tunatafuta wakati tu tuna mambo yetu ya kidunia, lakini kuna booster ya mambo ya akhira lazima uyatafute, ili ile jeuri yako ipungue, ile kibri ulionao ipungue, ile kujigamba na kujiona. Stembelea hizi sehemu, mustashfa, maghsalatu, sehemu za kuosha maiti, makaburi. Tena sisi tukiona makaburi huenda mchana, nenda usiku pale baada ya shai pale, nenda kaingie, yani uone yale mazingira, uyahisi, kisha utasawwar, uzingatie kwamba na mimi nitakuja kulazwa hapa hiyo siku ambayo kwamba itakuwa ni mimi ndio mwanzo nimelala hapa, niko katika hali gani? Hili ni jambo kila Muislamu atakiwa awe ni mwenye kulijua, na vile vile awe ni mwenye kulifanyia kazi. Ziyaratu al-amakin allati turaqiqu lahu al-qalb, atembelee sehemu ambapo kwamba zitakwenda kumlainisha nyoyo, kama vile tunavyoambiwa twende tukawatembelee maskini, kwenda kuangalia hali zao. Na nafikiri wengi hapa wanajua sehemu za sijui ni Wajia, ni Garseni, ni wapi, hali za watu zilivyo. Wanaishi katika vijumba vya miti, udongo, jua kali, hakuna maji, hakuna chakula, hakuna kitu. Watu wamekauka kwa njaa na kiu. Ndani ya Ramadhani hawana cha kufuturia. Juzi kuna bwana mmoja alikwenda kule akapiga picha sehemu wakati wa magharibi, ameingia katika nyumba ya mmoja kati ya Waislamu, amebandika chai ya rangi, ndio futari yake, ndio daku yake. Maji peke yake ni maji, chai ni maji, ndio amebandika ile, hata tende hana. Sasa wewe unapokuwa huku kwako umeweka, umepanga kila sampuli ya vyakula katika meza, huwezi kujua yale. Uko nyumba baina ya kuta 4 ya mabloki na AC ndani au feni ya kupiga upepo na majuisi kila aina, wao unaona kama ushafika peponi. Nenda kaangalie ndugu zako. Na hili ni jambo muhimu sana Muislamu, pahali ambapo atakiwa kwenda kuchukua mazingatio ni afike, ndipo atakapotambua neema ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ayuha taib, ewe ambaye kwamba umetubia, hakikisha umepanga wakati wako na umeweka malengo ambayo yatakukurubisha na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Anta al'an raja'ta ila Allah azza wa jalla, umerudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Je, umeangalia namna gani utaweza kumanage ule wakati wako baada ya tauba? Panga wakati wako kwa kuhudhuria darasa, yani hakikisha katika timetable yako una siku au muda ambao kwamba unakwenda unahudhuria darasa. Hivi ndivyo unavyotakiwa kubadilisha mazingira. Unahudhuria darasa ili upate ule moyo wako upate maneno ya kuyabadilisha, upate kuchajika ule moyo. Moyo ulikuwa umekufa, unahitaji kuwa na charge, na huku kuchajiwa kwa moyo ni pale unapokwenda kusikiliza maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidhikrillah. Nenda ukauchaji moyo wako. Kadhalika wakati wako upange katika kusoma Qur'ani. Lazima ujiwekee muda wa kusoma Qur'ani, kwa sababu Qur'ani ndiyo chaja kubwa ya moyo. Ukitafuta chaja ya moyo ujue ni Qur'ani. Chaja ya moyo ni ujue ni Qur'ani kabisa. Ukiona wewe moyo wako umeanza kufifia, basi usitafute jambo lingine, nenda ukasome Qur'ani. Wallahi ma baina ghamdati ainin wa intibahiha yughayyiru Allah min halin ila hal. Kama una shida yoyote, nenda ukashike Qur'ani, usiondoke wewe, soma Qur'ani mpaka uone mabadiliko. Na wenye tajriba wamepiga mfano, moyo uliojaa stress na dhiki, wamechukua glasi ya mfano ya Coca-Cola, juisi nyeusi, wakatia, alafu Qur'ani ni mfano wa maji.
wamimina ndani yake, wamimina, yani maji wao wamimina tu. Angalia yale kama haibadiliki pale, kuanzia ni Coca-Cola, kisha itakuwa ni nini pale? Itabadilika, ile itakuwa nyeupe yote, ile athari nyeusi ya Coca-Cola itaondoka. Na hivi ndivyo moyo wa mwanadamu unapokuwa pindi anapoujaza maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ukitaka utulivu na kuujaza moyo wako imani, ingia katika kusoma Qur'an. Innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imanan. Lazima upange muda wako kuhudhuria darasa, kusoma Qur'ani na kutafuta wakati wa kusoma ilmu ya dini, kwa sababu huenda hapa wewe utataka kufanya ibada na kawa ibada zile hazimo. Na hizi ndio shida ambayo kwamba huwa wako nao mara nyingi wenye kutubia. Ameamua kutubia na kurudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini sasa hapo yuwaenda na hamasa, yuwaenda na hamasa katika ibada zake. Hana murshid, hataki kukaa kusoma, haja kwenda kutafuta uslub wa usawa au wa hakika wa mtu wa kufanya ibada na kufanya tauba, kurudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yeye ameona tu create. Kwa nini? Kwa akili yake. Maadamu yeye ashaamua, yeye ameamua kuwa mtu mzuri na kutubia, basi aona kwamba atafanya tu, ataanza kuingia msikitini, aanze kuswali. Al-Imam Ibn Abdul Barr ni mwanachuoni huyu. Sababu yake huyu mpaka kufikia kuitwa alim leo, mwajua ni nini? Aliingia msikitini baada al-asr, akawa yuwaswali. Alipokuwa yuwaswali, akatoka mtu bwana, akamwambia la, mbona waswali bwana, hii sio wakati wa swala. Akavunja swala, akatoka. Akaja wakati mwingine baada al-fajr, akawa yuwaswali. Alipokuwa yuwaswali, akaambiwa ya Sheikh, hadha laysa waqtu as-salah, usiswali bwana, hiyo sio time ya swala. Akaondoka. Alikuja msikitini kabla ya dhuhuri, kabla az-zawal kabla az-zawal, amekuja ataka kuswali, ambaye akasema haiwezekani. Ataka kufanya ibada ni jambo zuri, lakini sasa wakati unaofanya au njia unaoifanyia ibada hiyo sio. Ndipo sasa hapo Ibn Abdul Barr akakaa chini, akaenda akafanya nini? Akasoma. Leo kitajwa al-Imam Ibn Abdul Barr, anataja, ukisikia ijma' al-ulama utataja kwamba lazima atajwe Ibn Abdul Barr. Amekusanya ijma'at za ulama za wanachuoni katika masail fiqhiyya, al-Muhalla bil athar, na vitabu vingi ambao kwamba anazo mwanachuoni kama huyu Ibn Abdul Barr, maarufu al-Dhahiri, madhhabu yake na al-Dhahiriyya. Lakini angalia pupa aliyokuwa nayo kufanya ibada, lakini pamoja na hivyo ilikuwa sio muda. Na wewe umetubia, ni kweli una hamu ya kufanya ibada, lakini ni lazima ibada hiyo ujue utaifanya vipi, kwa sababu ile hadithi ambayo ni maarufu, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Laysa alayhi amruna, wanachuoni hiyo wameitafsiri kwa upana sana. Amruna madha, kaifia, haiko katika sampuli unaoifanya wewe. Amruna wakati wake, amruna adad, hisabu yake unaoifanya. Taona watu wamekaa grupu, na hili wahi kuona moja katika misikiti ya Mombasa. Iliwahi kutokea zamani, hata wakati tabiina, mpaka wakakemewa na masahaba. Watu wamekaa grupu ile, kila mmoja ameshika tasbihi, wanazuga hivi, wanaleta dhikr, wanazuga kwa pamoja grupu. Au ukiona hivi hawa wanataka kuleta tasbihi 70,000, watatoka leo msikitini hao. Kam tata'attal min al-umur, wanawake, wana watoto, wana kazi, wana majukumu. 70,000 katika kikao kimoja takuleta. Wamekaa pale watu group round hiyo,
shekhi, kweli wataka kufanya jambo zuri. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema katika hadithi, man qala subhanallah bihamdi 100 marra hutat anhu khataya. Lete 100 tu, ya nini 1070 za uzipeleka wapi? 100. Man qala la ilaha illa Allah 100 marra, asubuhi lete 100. Man salla alayya 10, 10 tu yatosha, na umefanya jambo zuri, tena ibada yako imekuwa na kabul, kwa sababu umefuata misingi muhimu ya ibada, al-niyat wal-ikhlas wal-mutabaa. Lakini sasa wewe unataka kuongeza vitu ambavyo kwamba havimo, au unataka kufanya ibada nia mzuri lakini kwa njia ambayo kwamba sio, bila shaka hapa utazua ba, kama wanavyosema wenyewe Waswahili, na huenda hii ibada yako isikubaliwe kwa sababu imekhalifu misingi ya kisharia. Kwa hivyo at-taib lazima awe atakuwa na tanzimu alwaqti katika mambo yake ya kila siku, katika kusikiliza darasa, katika kusoma Qur'ani, vile vile katika kutafuta ilmu namna gani atamwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kadhalika wanatuambia kwamba aangalie huyu ambaye kwamba ametubia, ikiwa katika mambo labda yaliyompelekea yeye kuingia katika fawahish na mitihani, al-uzuba, yani alikuwa bachela huyu, hili ndilo ilikuwa ni miongoni mwa mambo yalimsumbua, basi atafute mke haraka aoe, atafute mke haraka aoe. Na ni kweli, maana katika fitna kubwa leo ambao kwamba zimeenea katika mujtama ni fitnatu shahawat. Tena tukizungumza hivi hatuzungumzi kwa mabarobaro wala wasiona wake, pengine huenda wale wenye wake ikawa ndio hatari zaidi, wenye wake ikawa ndio hatari zaidi. Fitnatu shahawat ni hatari sana. Ulimwengu wa leo umejaa kila sampuli ya vishawishi, mbali na nje, mbali na mikononi mwetu tulionazo, tunaobeba na kwenda kila sehemu na mifukoni mwetu. Fungui simu leo, fungui TV, hutoki barabarani, huangalii mabango ya matangazo, chochote kila ulipo zimekufuata. Sasa mubadara ila zawaj kwa huyu mtu ambaye kwamba ametubia ni jambo moja muhimu sana, ikiwa labda ilikuwa ni moja kati ya mambo yaliyomsababisha yeye ya kufanya nini, ya kuingia katika shahawat na maasiya, lile litakuwa ni kinga kwake yeye. Lakini pia nia, jamani, mara nyingi sisi tusahau katika mambo yetu yote kuweka nia. Tunaona ni mambo ya kawaida. Ndoa usipooa kwa nia ya istifaf, wallahi ndoa ile huenda ikawa na matatizo kwako wewe. Usipooa kwa nia ya istifaf, ndipo hata Mtume sallallahu alaihi wasallam katika ile hadithi aliposema kwamba thalathun haqqun ala Allahi aunuhum wa shabun yuridu al-afaf, au kama qala alayhi salatu wasalam, yani barobaro ambayo kwamba ataka kuoa, yuridu, hii hapa ni nia. Ndugu zangu, ameoa kwa lengo na nia yeye kujitosheleza na kuhifadhi nafsi yake. Lakini kama ni kuoa hizi zetu kimila, kwamba na mimi nina mke, au naoa nionekane nina bibi, niko na nyumba, napikiwa, naandaliwa, naoa na mimi nataka nionyeshe watu nimefanya harusi kubwa, naoa mzazi wangu walisukuma, wallahi haya malengo huenda yakawa yasikupe hifadhi na kukupa ifa katika ndoa yako. Wallahi tena hakikatan, ndio utaona, utashangaa kuna watu wameoa tena ndoa ya kwanza tena mapema, baada hapo tu, yani kuoa mwezi wa kwanza ashachepuka huyo, ashaanza kutoka nje ya ndoa, kwenye nje ya ndoa. Kwa nini? Mwezi wa kwanza ameoa, wengine hata mwezi hawamalizi, ameoa mwezi wa kwanza tayari ameanza kutoka kufanya kwanza khiana za ndoa.
Alikuwa na lengo gani huyu? Kwa nini sasa ameoa? Ndugu zangu, nia inapokuwa ya ukweli, ndipo hapo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na yeye akuletea taufiki katika mambo yake. Kwa hivyo ashab at-taib ananasihiwa ya kuwa azingatie hili sana, ikiwa mazingira anayoishi ni mazingira mabaya na anajua kwamba hili ni moja kati ya mambo ambayo yalikwenda kumsababisha yeye kuingia katika mitihani kama hii ya maasi, basi afanye haraka atafute mwenza wake, afanye haraka atafute mwenza wake, awe ni mwenye kujistiri na kujifungia katika boma hili la shahwa, iwe ana mahali pa halali, ana pahali pa halali pa kukidhi haja zake. Na huu ni mlango mbaya. Mwanadamu akipotea katika mlango wa shahwa, basi ameingia katika mlango mbaya. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema innahu kana fahishatan wa saa sabila, wallahi tena ni mlango mbaya, mtu anakuwa mlevi mbaya katika hili jambo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atusitiri na tuhifadhi na balaa kama hizi. Wasia mwingine wa 15 ambao tutakomea kwa hapa katika darsa ya leo ni alhadharu min dhunubi alkhalawat. Alhadharu min dhunubi alkhalawat, yani kuwa na hadhari na yale madhambi ambayo hakuna anayekuona isipokuwa ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kuwa na hadhari na madhambi ya kujificha ficha. Haya madhambi ni hatari sana. Madhambi haya ndiyo yanamfanya Muislamu kuangamia na kuharibikiwa maisha yake. Maadamu ushatubia na kurudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi uwe na muraqabatullahi azza wa jalla, uwe na muraqabatullahi azza wa jalla. Usione kwamba labda naweza nikafanya moja mbili na watu hawatoniona na nishajulikana, au mimi nishabadilika katika macho ya watu, kwamba sasa hivi wananijua, nishakuwa kijana mzuri, nishabadilika, basi hata nikifanya hili hakuna ambaye ataweza kuniona. Basi hili jambo kumbuka kwamba ni hatari. Dhunubul khalawat sababu lilintikasat. Utaona mambo yako mengi yamekwama, mambo mengi yamefungika, kumbe una mambo wewe tatasahalu fihi, kuna madhambi unayafanyia wepesi, unaona kama hii si kitu, ama hili ni dogo, hili halina shida. Lakini wallahi huenda ikawa ndio chanzo cha wewe kuharibikiwa na kila jambo katika haya maisha. Dhunub alkhalawat, napofanya maasi kwa kuficha macho ya watu. Yastakhfuna minan nasi wala yastakhfuna min Allahi wa huwa ma'ahum. Wewe kama umeaminia watu hawakuoni, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala naye umemweka wapi? Ogopa sana, ogopa sana unapofanya dhambi ukalidharau, ukaona hili ni ndogo na labda watu hawalioni. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema kwamba siku ya Kiyama Mwenyezi Mungu atakuja kusimamisha judgment na hukumu, hakuna atakayedhulumiwa, hata yule aliyechukua kipande cha mswaki cha mwenzake. Mswaki tu, huku siku hizi mswaki yetu ni ya brush, lakini ilikuwa inakusudiwa ile miswaki ya miti ile. Yani unkwenda pale, huyu ni mrefu huyu, sasa huyu atapigaje mswaki wote huyu, ukavunja na wewe utumie. Wewe utakwenda kudaiwa hicho kitu. Nani amekupa ruhusa? Nani amekupa ruhusa? Na hivi ndivyo utakavyozoea. Hichi ni kidogo, hii haina neno. Hakuna haina neno katika dini, haswa katika haki za watu, hasa katika haki za watu. Sikiliza hii aya, wanadha'u
almawazin alqist liyawm alqiyamati fala tudhlamu nafsun shay wa in kana mithqala habba. Siku ya kiyama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hatomdhulumu mtu yoyote, mizani za uadilifu zitawekwa. Kwa hivyo unachokifanya usikidharau kwamba ni kidogo. Ni kidogo wewe katika macho yako, lakini hili mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni kubwa. Na Imamu Shafi'i rahmatullahi ta'ala alayhi atuambia kwamba kullu alhawadithi mabda'uha an-nadharu wa mu'dhamu an-nari min mustasghari ash-sharar. Kullu alhawadith mabda'uha an-nadhar wa mu'dhamu an-nari min mustasghari ash-sharar. Mambo yote, matokeo yote ambayo kwamba yanaompata chanzo chake ni kuangalia. Hapa nazungumzia kuhusu shaha, lakini mahalu shahid tutakuzungumzia kipande cha mwisho katika hii beiti, wa mu'dhamu an-nari min mustasghari ash-sharar. Na moto mkubwa ambao kwamba utakwenda kumpata mwanadamu, au moto unapokuwa mkubwa yule haukuanza kuroroma kuwa mkali, ulianza na zile tete ndogo. Moto ule uliwashwa na tete ndogo, kama kile kibiriti ulikuwa ni moto mdogo tu, kisha ukaweka pale katika kuni au ukaongeza makaratasi, ndio sasa ukawa moto mkubwa. Na huu beiti haswa unakusudia ule moto wa zamani, kwa sababu ulikuwa unawashwa na mawe. Yale mawe wakifanya hivi yanatoka tete ndogo ndogo zile, kama watu wa wale wa kuchomelea mnavyoviona. Ilikuwa ndio namna ya zamani, ilikuwa kiwashwa moto mpaka kisha huwa moto mpaka ukapika, ukabanika sufuria ukapika. Wa mu'dhamu an-nari min mustasghari ash-sharar, zile tete za moto zile. Kwa hivyo wewe hilo unaloliona ni dogo, lakini huenda likakupeleka katika moto mkubwa. Wewe umedharau kwa sababu umeona ni jambo ndogo. Ihdharu min dhunubi al-khalawat, wa nas'alu Allah an yuthabbitana ala ad-din wa an yaj'alana min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. أقول ما سمعتم واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.